Habari za wakati huu na karibu katika mzunguko wa habari hapa Habari Kiswahili 24 saa kwa siku 7 kwa wiki. Leo tunaanza kwa kuangalia muhtasari wa kina wa matukio yaliyotikisa ulimwengu katika saa 24 zilizopita. Kutoka migogoro ya kimataifa hadi mabadiliko ya kisiasa na kijamii, tunakuletea taarifa zilizokusanywa kutoka kwa washirika wetu wa kimataifa. Mimi ni Suleiman Bakari, ungana nami kuanzia sasa. Kwa Facebook kwa BBC Swahili, andika ujumbe wako pale na tukipata wasaa tutasoma moja kwa moja. Msikilizaji, asubuhi ya leo na hodha wako ni mimi David Nkya. Karibu. Marekani imeitaka China kusitisha shinikizo lake kwa Taiwan baada ya Beijing kufanya mazoezi makubwa ya kijeshi siku mbili kuzunguka kisiwa hicho kwa lengo la kuongeza tishio. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema mazoezi hayo yameongeza mvutano katika eneo hilo bila ya ulazima na badala yake katika kuitaka China ifanye mazungumzo. Taipei imelaani hatua hiyo na kusema ni uchochezi mkubwa. Taiwan inajitawala lakini Beijing inadai kwamba ni yake. Akizungumza na waandishi wa habari katika makazi yake huko Florida mwishoni mwa mwezi Disemba, Rais wa Marekani Donald Trump alisema Rais wa China Xi Jinping hakumweleza chochote kuhusu mazoezi ya kijeshi karibu na Taiwan. And he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it. Hajaniambia chochote kuhusu hilo na siamini kwamba atafanya hivyo. Sina wasiwasi kuhusu mazoezi ya kijeshi ya China karibu na Taiwani. China imekuwa ikifanya mazoezi ya majini katika eneo hilo kwa miaka 20. Mvutano kati ya China na Taiwan unaendelea kuibua wasiwasi wa kimataifa, huku Marekani ikitoa wito wa mazungumzo badala ya vitisho vya kijeshi. Kiongozi wa kanisa la Orthodox la Ethiopia Tawahedo Mtakatifu Abba Matias wa kwanza ametoa onyo kali kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya mateso na kutengwa kwa Kristo kote duniani. Zaidi na Jessica Pelembela. Akitoa baraka na salamu za mwaka mpya wa 2026, kiongozi huyo alielezea wasiwasi wake mkubwa juu ya ripoti za mateso, mauaji na utekaji unaowalenga Wakristo kwa sababu ya imani yao. Na hapa namnukuu: Ukristo unasukumwa pembeni na makundi mbalimbali na Wakristo wanauawa, wanatekwa nyara na kuteswa kila mahali kwa sababu ya utambulisho wa dini yao. Ingawa idadi kubwa ya watu duniani ni Wakristo, tunashuhudia Ukristo ukitengwa katika nyakati zetu. Mwisho wa kumnukuu. Katika ujumbe wake, Abune Matias pia alitoa wito wa kuwepo kwa amani ya kudumu katika maeneo yenye migogoro, ikiwemo Israeli na Palestina pamoja na Ukraine na Urusi. Alisisitiza umuhimu wa haraka na kuwalinda raia dhidi ya vurugu na akazitaka taasisi za kimataifa kulinda na kutetea haki za kidini duniani kote. Ni Jessica Pelembela. Msikilizaji, michezo ya hatua 16 bora ya michuano ya kombe la mataifa Afrika itaanza kupigwa kesho nchini Morocco, huku kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Stars kikiendelea na maandalizi yake kabla ya kuwakabili Morocco katika mchezo wa hatua ya mtoano siku ya Jumapili. Mwandishi wa BBC Omar Mkambara ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Rabat, Morocco. Baada ya mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya Tunisia jana, ni nchi ya pili katika orodha ya mataifa yenye idadi kubwa zaidi ya vijana duniani. Na kwa mujibu wa sensa ya kitaifa iliyofanyika mwaka 2024, zaidi ya 70% ya idadi jumla ya watu nchini Uganda ni vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 35. Kwa miaka kadhaa sasa, vijana nchini Uganda kwa kiasi kikubwa wameshiriki mchakato wa uchaguzi kama wapiga kura, lakini sasa taswira hiyo imeanza kuchukua mkondo mpya, wengi sasa wakijitosa katika ulingo wa kisiasa. Kulingana na wachambuzi wa masuala ya kisiasa, vijana wengi hawakujishughulisha na masuala ya upigaji kura wala kutaka kuwa na ufahamu wa ndani kuhusu siasa za uongozi hapa barani Afrika. Lakini kufuatia mwamko mpya wa vijana wa rika la Gen Z, wengi wanataka mabadiliko ndani ya nchi zao na kuwataka viongozi wao kuwajibikia majukumu yao kwa uadilifu, uwazi, kwa kupigana na madhila kama vile mapendeleo, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Kama ilivyo kwengineko barani Afrika, vijana wa Uganda hawajaachwa mbali. Gloria Nawanyaga ni mmoja ya wabunge 11 wanaowania kiti cha ubunge katika mji wa Kampala. If young people are economically developed in this country,
Iwapo vijana nchini Uganda wanastawi kiuchumi, Uganda itakuwa nchi yenye uchumi wa kipato cha kati au hata moja ya mataifa yaliyobobea zaidi kiuchumi duniani, kwa sababu vijana ndio wengi zaidi nchini. Because we are the majority. Kuanzia mikutano ya kampeni, kuhamasisha wapiga kura na hata kugombea, vijana wanaendelea kuwa kiungo muhimu katika kampeni na shughuli zote za uchaguzi nchini Uganda. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Na heka michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON inaendelea tena leo kwa michezo minne ya mwisho ya hatua ya makundi kuchezwa, huku ukanda wa Afrika Mashariki ukisalia na timu mbili, Tanzania na DR Congo, ambazo zimetinga hatua ya 16 bora. Na kutoka Rabat, Morocco, Omar Mkambara ametuandalia taarifa hii. Hakuna matata, hakuna matata, Baada ya kuandika historia ya kufuzu kwa mara ya kwanza kucheza hatua ya 16 bora, mashabiki na wachezaji wa timu ya taifa Tanzania waliendelea kufurahia mafanikio yao. Lakini nahodha wa kikosi hicho, Bwana Samata, amesema wanaanza kujiandaa ili kuwakabili Morocco kwenye hatua ya mtoano. Sio mpinzani rahisi, tumeshacheza naye mara nyingi. Ni mpinzani ambaye tumekuwa tunapata naye tabu sana. Wana timu nzuri, lakini tutaprepare. Walimu wako hapo, nadhani wanawaona wa Morocco, wameona aina yao ya uchezaji, tactical. Kwa hiyo nadhani ataiandaa timu vile ambavyo anaona inaweza kupata matokeo kwenye mchezo dhidi ya Morocco. Wawakilishi wengine wa ukanda wa Afrika Mashariki, Uganda the Cranes, waliondolewa kwenye michuano hiyo baada ya kufungwa na Nigeria Super Eagles kwa goli 3-1. Nyota wa the Cranes, Alan Okello, amesema ukosefu wa uzoefu kumewafanya wao kuweza kuondolewa mapema kwenye michuano hii. Ninaamini tulikosa uzoefu kidogo katika michuano hii, lakini tunahitaji kuinua vichwa vyetu na kujiandaa kwa mashindano yajayo. Ilikuwa ni changamoto kubwa, tulikosa bahati kidogo katika kwa mwaka. Tunatumai tumekupatia mwanga wa kile kinachoendelea ulimwenguni kote kwa lugha yako adhimu ya Kiswahili. Kumbuka, habari ni nguvu, na kwa kutufuatilia sisi unajenga uelewa wa ukweli. Tafadhali subscribe, like video hii na ushiriki maoni yako hapa chini. Mimi ni Suleiman Bakari, sauti ya habari Kiswahili, 24 saa kila siku. Asanteni kwa kuwa nasi na nikutakie wakati mwema.